Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa majina naitwa Saidi Majaliwa, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Kwanza nipende kuchukua fursa hii Mheshimiwa mgeni rasmi kukukaribisha sana katika halmashauri yetu. Tunajivunia sana uwepo wako kwa sababu umeendelea kutuhamasisha kuhakikisha fedha tunazozikusanya 10% tunazitoa kwa wakati. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, niliwahi kukuahidi kwamba nitakuwa mtu wa mwisho kukuangusha kwenye swala hili. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilifungulia mikopo hii mwaka jana mwezi wa 10. Leo hii unaenda kutoa mikopo hii Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watu nawaona hapa wote wameshapata fedha kwenye akaunti zao. Umeendelea kuwa mwenzetu, umeendelea kuwa mgeni rasmi katika matukio yote. Leo ni tukio letu la 3. Mwezi wa 10 kati ya kipindi cha Oktoba na Disemba, Mheshimiwa mgeni rasmi ulikuwa hapa na ulitoa mikopo kwa vikundi 17, jumla ya shilingi milioni 193.7. Awamu ya pili tulifanyia pale Kondoa mjini, ulitoa mikopo jumla ya shilingi milioni 173.9. Halmashauri yetu ya mji wa Kondoa toka mikopo hii imefunguliwa Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yetu ya mji wa Kondoa toka mikopo hii imefunguliwa Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni awamu ya 3. Na ni kuahidi pia tutatoa awamu ya 4, ya 5 na kuendelea nyingi tu. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika mikopo, kwanza moja, tumewezesha ajira kwa vijana vikundi na watu wengine nje ya vikundi, lakini pia tumechachua uchumi wa Kondoa na kuongeza mzunguko wa fedha. 3, kuboresha kwa hali ya maisha ya wanavikundi na familia zao. Baada ya kusema hayo, kwa unyenyekevu mkubwa nikukaribishe sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Kondoa oye! Ndugu zangu, mkurugenzi wetu ametupitisha vizuri sana. Ametuelezea namna ambavyo halmashauri imefanya tangu Mheshimiwa Rais atoe maelekezo ya kutolewa tena kwa mikopo hii mwishoni mwa mwaka jana. Kwanza tuipongeze sana halmashauri ya mji Kondoa. Wamefanya kazi nzuri. Wamefanya kazi nzuri sana. Mkurugenzi, hongera sana. Kazi imefanyika. Lakini sio tu kufanyika, imefanyika kwa wakati. Na hilo ndo la msingi zaidi. Jumla ya vikundi 54 vimekwisha pata mikopo mpaka kufikia leo. Tuna kila sababu ya kumpongeza mkurugenzi na timu yake. Wamefanya kazi kubwa. Kwa sababu bila hivyo mapato yangekuwa chini na ile 10% tusingeipata kwa kiwango hiki ambacho tunakipata sasa hivi. Kwa kweli mkurugenzi, hongera sana sana pamoja na timu yako. Tunapochukua mikopo tuhakikishe kusudiwa linaenda kufanya nini? Kufanyika. Na tukienda kwa namna hiyo, maana yake hata kwenye swala la marejesho hakutakuwa na changamoto. Kwa hiyo kwanza tukafanye kwenye yale malengo yaliyokusudiwa, lakini pili tuhakikishe tunarejesha kwa wakati, ili wengi zaidi waweze kupata na wengi zaidi wanakondoa tuweze kujinufaisha kiuchumi na tuweze kupiga hatua kwenye uchumi wetu. Niseme tu ukweli, hata mimi nilikuwa siamini kuhusu hii mikopo. Vijana wanaumia na mikopo ambayo ina riba kubwa huko mtaani. Lakini pia nirudi kwa sisi kina mama. Kina mama tulikuwa tunaumizwa na mikopo ile ya kausha damu. Kwa kweli Mheshimiwa mgeni rasmi na mkurugenzi wetu, tunawashukuru sana kwa hii mikopo isiyo na riba, lakini na viongozi wote mliosimamia, hatuna neno la kusema, tunaendelea kutoa shukrani zetu, lakini tunatarajia huduma hii itakuwa endelevu. Asanteni sana. Tunashukuru kwa kuweza kupata mikopo kama vijana, kwa sababu mikopo hii itatunufaisha sisi vijana katika shughuli zetu. Mimi nikiwa ni miongoni mwa walemavu, mimi nashukuru, napenda kutoa shukrani zangu kwa halmashauri ya wilaya ya Kondoa mji. Tunashukuru sana kupata fursa hii ya kupata mikopo. Kiangalia kwa upande mwingine ni mikopo ambayo haina riba. Tulikuwa tukiona kama vile labda kama vile kweli, kama sio kweli. Kwa kweli tunashukuru, haya ni mambo ya kweli kabisa na tumepata mikopo hii. Na natumaini kwamba mikopo hii itatunufaisha kabisa. Kwanza niwapongeze jamani. Jambo letu limeenda vizuri na limekuwa zuri. Sasa tumeanza vizuri, lazima tumalize vizuri. Na tunamaliza vizuri kwa kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi yale yote ambayo tumeelekezana. Kwanza tukafanye kile ambacho tumekusudia kukifanya. Tukifanye kwa nguvu, kwa ubunifu mkubwa na kwa tija kubwa. Lakini pili tuhakikishe kwamba tunarejesha kwa wakati.